Yes bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe bado kwanza unaendelea kufuatilia channel ya VM Online. Kubwa zaidi ni kujadili kile ambacho kimetokea kuhusiana na uchaguzi wa bodi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara baada ya kuweza kushuhudia hekaheka zikiwa nyingi, mikataba ikienda kupitiwa, lakini pia tukishuhudia baadhi ya taarifa mbalimbali zikitolewa kuhusiana na ligi yetu, lakini pia mafanikio na mipango kazi ambayo wameipanga na wameikamilisha kwa misimu kadhaa kuweza kupita. Sasa leo baada ya uchaguzi kuanza kufanyika, ameweza kupatikana mwenyekiti ambaye ataiongoza bodi hii ya ligi kuu kwa msimu unaofuata na kwa miaka kadhaa pia, mpaka pale ambapo atakuja kukaa tena kwa ajili ya kwenda kufanya uchaguzi mwingine. Na mwenyekiti ambaye alikuwepo, kama unafahamu au kama ufahamu, yalitokea mengi ambayo yalipelekea kuweza kujiuzulu kwake, ikiwa ni pamoja na dabi ya Kariakoo ambayo iliweza kupitia kashikashi nyingi kutoka kuhamishwa mwezi Machi, mwezi wa 6 na baadaye kusogezwa mbele na kisha kuja kuchezwa ukiwa umekosa ladha kabisa ya mchezo wa dabi. Alikuwa Steven Mguto, maamuzi ambayo alifanya basi ndo ambayo alikuja kuamua kujiuzulu kwake na baadaye kuweza kusubiria mpaka sasa hivi ambapo amekuja kuchaguliwa mtu mwingine. Sasa ngoja nikufahamishe mtu ambaye amechaguliwa hii leo kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Nasor Idrisa Mohamed Faza ameshinda uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi kuu dhidi ya Hosea Hopaje Lugano uliofanyika hoteli Golden Tulip mchana huu wa leo. Faza amepata kura 7 dhidi ya kura 6 za Lugano na kura moja imeharibika, huku timu mbili hazikufika kwenye uchaguzi na kura zikipigwa na wenyeviti wa timu 16 za ligi kuu peke yake. Sasa Faza alikuwa makamu mwenyekiti wakati utawala wa mwenyekiti aliondoka Steven Mguto. Sasa atakuwepo kwenye nafasi hiyo kwa miaka 4 ijayo. Faza ni mwenyekiti wa Azam FC na Hosea Lugano ni mwenyekiti wa Namungo na mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Lindi. Azam vipi, mmepata mtu mtetezi au namna gani? Kwa mara ya kwanza Simba na Yanga ndo wanaanza kuonekana kwamba wamekosa mwakilishi wao kwenye nafasi hiyo, kwa kuwa Steven Mguto alikuwa ni wa Coastal Union na tulishuhudia rumors zikiwa nyingi kwamba huyu amekuwa akipendelea sana unyamani, sijui na nini unyamani, lakini ndo hivyo, mambo yamekuwa ni mengi na tayari amepatikana mtu ambaye amekuwa akiifuatilia soka, lakini pia amekuwa mtu ambaye ni mwenyekiti kwa wakati alikuwa makamu mwenyekiti kwa kipindi ambacho Steven Mguto alikuwa mwenyekiti, lakini pia huyu ni mmoja kati ya watu ambao wapo pale Azam, ni mwenyekiti wa Azam FC. Sasa tusubiri tuone kwenye uongozi wake ni kitu gani ambacho kitaweza kutokea, lakini pia mafanikio na changamoto pia nadhani tayari amekwisha kuziona na amejifunza kwenye kile ambacho kimetokea kwenye misimu kadhaa iliyopo na iliyopita. Sasa till next time, usiache kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele na mtongo wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Till next time.